Karibuni sana ndugu zangu mnaonifuatilia. Kwa majina yangu Isaya Benson Mwakilembe, na katika zile huduma 5 zilizoko katika kitabu cha Waefeso 4:11, basi huduma yangu mimi ni ualimu, na kazi ya mwalimu ni kufundisha. Hii ni takwimu mpya iliyotolewa au utafiti uliotolewa na BBC kuwa inaonekana sasa duniani Uislamu unaendelea kuongezeka zaidi, yani Waislamu wanakuwa wengi sana duniani na Ukristo unaonekana kupungua. Na mtu mwingine anaweza akafikiria, kwa nini waseme hivyo? Labda ni ajenda walizonazo. No, sio ajenda. Hiki walichokifanyia utafiti ni ukweli kuwa Ukristo duniani unapungua na Uislamu unaendelea kupanda juu. Swali linakuwa ni, je, injili watu tumeacha kuhubiri? Sisi ambao wahubiri wa injili tumeacha kuhubiri injili mpaka watu huku Uislamu umeendelea kupanda? Je, ni kwamba Waislamu ndio wamekuwa wakihubiri zaidi kuliko Wakristo au ni kitu gani? Na hapa mimi ninaongea ukweli unaopaswa kusikia, sio ule unaotaka kusikia. Kwa sababu kuna watu ukianza kuongea kitu ambacho kiko nje na kile ambacho siku zote amekuwa akimezeshwa na kukaririshwa, ataanza kukupinga na kukuambia hapana wewe, na najua nitapata comment mbaya na vitu vya namna, lakini I don't care, kwa sababu mimi nipo kwenye kile ambacho ninakisimamia, ambacho ni ukweli wenyewe unaopaswa kusikia. Ndugu yangu mpendo, kuna mambo mawili ambayo yanawafanya watu aidha wawe ni Wakristo au wawe ni Waislamu. Jambo la kwanza ni conversion. Conversion kwa maana kuwa kubadilika, yani mtu alikuwa mpagani ameamua kuwa Muislamu, alikuwa mpagani ameamua kuwa Mkristo, alikuwa Mkristo ameamua kubadilika kwenda kwenye dini ya Kiislamu awe Muislamu, alikuwa Muislamu ameamua abadilike kutoka kwenye Uislamu aje kwenye Ukristo. Kwa hiyo ndio tunaita conversion, manake mtu ameamua kubadilisha dini au ameamua kubadilika kutokana na njia aliyokuwa anaiendea na sasa ameamua aende na njia nyingine. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni by birth. By birth, yani kwa kuzaliwa, yani mtu automatic. Kuna watu wengine ukiwauliza kwa nini wewe ni Mkristo, atakwambia kwa sababu wazazi wangu nilikuta ni Wakristo. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kuwa manake amezaliwa kwenye dini ya Ukristo ama dini ya Uislamu, akaendelea kukua kwenye dini ya Kristo au dini ya Kiislamu. Ndivyo sasa hawa ambao sasa hivi tunavyoambiwa kuwa Uislamu naendelea kushika kasi duniani kuliko Ukristo, hawa wanaozaliwa ni wengi kuliko ambao wanabadilisha au wanaobadilika. Ndio maana yake. Sasa hili linakuja kwa sababu hii sio kuongea kuhusiana sijui na watu wengine, nikiongeaga hivyo wanasema unaona huyu anataka kuentertain uzinifu. No. Hicho ni kitu kingine, na mambo ya uzinifu ni nyinyi mnayajua, sio mimi. Mimi naongea kitu kingine kabisa, kitu tofauti na hicho ambacho unadhani ndicho kinachoongelewa. Kwa maana kwamba ukumbuke kati ya Ukristo na Uislamu, hii ni sababu ya kwanza nayokupa ili uweze kuelewa ni kwa nini Ukristo unaendelea kuporomoka wakati injili inahubiriwa kila mahali, wakati injili iko kila mahali. Kwa nini Ukristo unaendelea kushuka alafu Waislamu wanaendelea kupanda? Jambo la kwanza ni kwa sababu ya Ukristo hauruhusu ndoa za wake wengi, inaruhusu ndoa ya mke mmoja tu. Alafu mke mmoja mwenyewe naye pia wakamletea uzazi wa mpango huyo mke mmoja. Na maana tuko kwenye mifumo, mnakumbuka, mjue hilo, tuko kwenye mifumo ya dunia ambayo tunaita mifumo ya Matrix, ambapo unaambiwa ufanye kile ambacho ilikuwa sio kanuni yenu kuweza kukifanya, au sio utaratibu wenu na utamaduni wenu kuweza kufanya. Kwa unaambiwa ufanye kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo hapa sasa kwenye Ukristo pakajikuta kuwa watu, kwa sababu wanaoa kwanza mke mmoja, na mke mmoja huyo tena kaletewa uzazi wa mpango, kwa sababu waliokumbatia masuala ya uzazi wa mpango watu wengi sana ni Wakristo, sio Waislamu. Ni Wakristo ndio wamekumbatia masuala ya uzazi wa mpango. Kwa hiyo mke ni mmoja aliyeolewa na huyu bwana ambaye ni bwana mmoja, alafu akaambiwa uzazi wa mpango, amezaa watoto wawili au mtoto mmoja, imeishia hapo.
Kwa hiyo iko hiyo, lakini ni tofauti na kwa Uislamu. Kwanza mtu anaruhusiwa kuoa mpaka wake 4, alafu hawa wanawake akishawaoa anaambiwa wazalishe kwa kadiri uwezavyo, yaani zaa nao kwa kadiri uwezavyo. Kwa hiyo wanazaa, unakuta mke mmoja labda let's say huyu mtu ana wake 4, alafu kila mke amezaa watoto 4. Unaona watakuwa ni watu wangapi pale? Watakuwa ni watu 16. Kwa ina maana ni Waislamu 16, wakati huku kuna mwanaume mmoja wa Kikristo yeye amezaa watoto 2. Je, utaanza bado kujiuliza kuwa kwa nini Uislamu unashika kasi sana, unapanda kwa nguvu sana duniani? Utajiuliza swali la namna hiyo. Kumbuka, hii ni familia ya Kiislamu ya mwanaume mmoja aliyeoa wake 4, alafu kila mwanamke au kila mke wake amezaa watoto 4. Huku kuna familia ya Mkristo mmoja ambaye yeye ameoa mke mmoja, alafu ana uzazi wa mpango, amezaa watoto 2, amefunga, hataki kuendelea tena. Kwa huku kuna mwanaume wa Kiislamu, huku kuna mwanaume wa Kikristo, alafu mwanaume wa Kikristo ana watoto 2, mwanaume wa Kiislamu ana watoto 16. Je, kati ya Uislamu na Ukristo ni kipi kitakachokuwa zaidi? Hizi ni facts tu ambazo ziko na ni simple, ni simple logic. Yaani haihitaji hata utumie akili nyingi kwanza kufikiria kuwa kwa nini sasa huyu anaongea hivyo. No, naongea hivyo kwa sababu ndivyo namna ilivyo. Na kitu kingine, Waislamu wanajua sana kupeana connection. Na ndio maana unaona, kwa sababu wana mpango mkakati wa kuikuza dini ya Kiislamu iweze kuenea dunia yote hii. Kwa hiyo pia huwa wanawawezesha ndugu zao ambao ni Waislamu wenzao. Na ndio baba kuta hata mikopo wanapokopeshana, wanakopeshana mikopo isiyokuwa na riba. Hii yote ni kuempower ile jamii ya Kiislamu ili waweze sasa kuendelea zaidi, na maana wanachokitaka ni dini hii iweze kukua, iweze kwenda zaidi. Kwa unakuta wanapeana connection, iwe ni kwenye uongozi, iwe ni kwenye vyama vya siasa, iwe ni kwenye mashirika, iwe kwenye asasi mbalimbali, iwe kwenye nafasi za serikali, huwa wanapeana wao kwa wao. Na hii mtakuwa nyinyi wakati naongea hapa mtakuwa mnaliangalia na kuliona likoje, kwa sababu wenzetu wanakujaga pamoja kama ndugu. Katika kusaidiana huwa wanakuja pamoja kama ndugu. Achaneni na propaganda hizi, mnaambiwa si Waislamu sijui hawapendani. Sio kweli. Wenzetu wanapendana na wanasaidiana na wanataka wafanye. Na ilikuwa kuna kipindi fulani kulitokea mpango ambao ulikuwa ni mpango wa dunia nzima kwa Waislamu kuwaoa mabinti wa Kikristo, yani kuwawini mabinti wa Kikristo, alafu akimuoa anaambiwa huyu sasa azae watoto sio chini ya 6 na kuendelea mbele. Sasa huyu, kumbuka, huyu binti ni Mkristo, ametoka kwenye Ukristo, ameenda ameolewa na mtu ambaye ni Muislamu, alafu kwenye ile familia wanazaa naye watoto 6. Watoto wale wote, kumbuka, sio Wakristo, wale watoto watakuwa ni Waislamu, kwa sababu kwa mujibu wa dini ya ndugu zetu Waislamu ni kuwa mwanamke hana dini. Kwa maana yake kama ameolewa na Muislamu, automatic watoto watakuwa ni Waislamu. Sasa huyu mtoto wa Kiislamu aliyezaliwa wakati wa Kristo, nyinyi mnacheza huku, wenzenu vitoto kuanzia vidogo hivi vinapelekwa madrasa, tena kwa fimbo, vinajifunza mpaka aje afikie umri wa miaka 14, 15, afike mpaka 16 kwenda 18. Huyu mtu ili aweze kubadilika, aweze kubadili dini yetu, ametoka kwenye Uislamu aingie kwenye Ukristo, pamoja na mafundisho yote aliyofundishwa, sijui ni nini utakachomfundisha. Alafu kitu kimoja zaidi, naomba mimi nataka niongee ukweli, kwa sababu ndio kazi yangu mimi kuongea ukweli. Kitu kimoja zaidi, naonekana kuwa Waislamu wanaabudu wanachokijua, lakini Wakristo wengi, most of the Christian people, wanaabudu wasichokijua. Namaanisha nini nikisema hivi? Ndugu zangu, mnakumbuka alikuja bwana mmoja, sio tunamhukumu, nachukulia kama case study. Bwana mmoja alianza anahojiwa na vyombo vikubwa vya habari hapa Tanzania. Somebody Chionda kitu kama hicho, alisema kuwa hizi dini zimeletwa. Maona aligusa kidogo kwenye Uislamu, lakini kwenye Ukristo zaidi akasema Ukristo umeletwa, tuna watu kutokea Ulaya huko, wazungu wa Ulaya ndio waliokuwa wameleta dini hizi, na hakukuwa na kitu kinaitwa Ukristo tangu mwanzo. Lakini kumbuka, waliomsapoti sana yule bwana walikuwa ni Wakristo.
Waislamu walibaki na msimamo wao ule ule, walisema sema usemavyo, lakini sisi tunachokijua Mungu yupo, na hiyo unayoongea ni ya kwako wewe. Pamoja na kuwa bwana yule amekuja na kabrasha, amekuja na vitabu vingi akitoa na ushahidi mbalimbali wa hizi dini hizi zimeletwa na watu, lakini Waislamu walisimama kwenye msimamo wao, ila Wakristo wengi ndo walionekana kumuunga mkono. Ndio maana mimi nikaja nikasema hapana, huyu bwana anakosea. Kwa sababu yeye anatumia vitabu gani? Anatumia vitabu vya kina Plato, wale wanafalsafa wakina Plato, wakina Epicurus hivyo na wanafalsafa wengine. Lakini sasa swali na sisi tukauliza, mimi nikauliza, yeye ana uhakika gani kama wakina Plato waliweza kuexist? Anasema kwa sababu kuna ushahidi na masalia, kama vile Misri kuna ushahidi na masalia. Tukumbuke taifa hilo la Israeli, hatuiongelee Israeli ya sasa, tuongelea za Israeli ya kipindi hicho. Tukumbuke walikuwa wanavamiwa na kupigwa. Sasa wewe ukivamiwa, taifa lako likivamiwa, nini kitakuwepo? Ndio maana Wayahudi wale wakawa wanachukua nyaraka zao wanaenda kuzihifadhi Ethiopia. Ndio maana ukitaka upate ushahidi wa taifa la Israeli, nenda Ethiopia, kwa sababu Ethiopia haijawahi kutawaliwa, hawajawahi kuchukua hao watu wa koloni kuja kuchukua zile na kwenda kuandika historia nyingine ya uongo kuileta kama walivyofanya Misri. Walipoivamia Misri, walichukua nyaraka za watu weusi wakaenda nazo kwao, hao Wagiriki wakaziandika upya, wakaja wakazirudisha tena upande, yani zile kanuni za kweli wakakaa nazo, wakatunga historia za uongo, wakaja wakazirudisha huko. Ndio maana sisi tunaposoma Biblia tunaona Ukristo asili yake ni Afrika. Yaani kabla hata hujaenda kwa wazungu, hawajui ni nini kuhusiana na Ukristo, ulikuwepo Afrika. Haya nishayafafanusha sana hapa, kwa hiyo sina haja ya kuyarudia sana. Ninaomba niende na hili hapa ambalo sasa nimekuwa nikiliongea. Kwa hiyo Waislamu niliona wamesimama katika msimamo, wamesimamia, na hukuona hata Muislamu mmoja akiwa na msapoti yule bwana. Lakini Wakristo wengi ndio walikuwa na support. Sasa kweli bwana, ni kwa sababu Wakristo hawajafundishwa misingi ya Ukristo wao. Hawajafundishwa misingi mizuri. Ndio tukitokea walimu kama hivi sasa tuanze kufundisha, wao Wakristo ndio wanaokuja kwanza kutupiga vita. Hao Wakristo ndio wanakuja kwanza kutushambulia. Mimi sishambuliwi na Waislamu. Hapana. Tena Waislamu wananielewa vizuri sana, kwa sababu waga naongea kwa fact. Wanaelewa vizuri sana, lakini wanaonipiga vita ni Wakristo ambao wanasema huyu ametoka kuzimu, ametumwa kuja kupotosha. Sasa kama unaona anapotosha, it's okay, katafute wasikopotosha. Lakini mimi hapa naongea ukweli unaotakikana kuongea. Yesu Kristo kwenye kitabu cha Yohana 8:32 alisema mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. I'm free kwa sababu mimi ninaijua kweli. Kwa hiyo hilo linakaa liko namna hiyo. Lakini Uislamu na kuwaje? Ndugu zetu Waislamu wana mikakati gani ya kuukuza Uislamu? Ulikuwa ni wakati ambapo Ukristo ulitakiwa sasa ujifunze kutoka kwa Waislamu wamewezaje, dini ambayo inakuwa kila kunapoitwa leo. Sababu ya kwanza nimekuambia ni hiyo ya kuzaliwa, yani mtu anapozaliwa automatic anakuwa ni dini hiyo aliyozaliwa. Ndio maana leo ni ngumu sana kumbadilisha Mhindi awe Mkristo au awe Muislamu. Otherwise ameona matendo ambayo sio ya kawaida, ndio maana atakuja kwenye Ukristo. Ndio maana. Kwa nini? Kwa sababu amezaliwa wakiwa na miungu yao, amezaliwa wakiwa na dini yao. Hinduism na wao wanamwabudu labda Mungu wao, wana miungu mingi, lakini labda Krishna ndio Mungu wanayemwabudu. Amezaliwa huyu mtoto huko, amekuta hiyo. Kwa hata pia huku pia unakuta tumezaliwa tumekuta hiyo. Kwa sababu hata mimi mwenyewe nimezaliwa kwenye Ukristo, lakini haikunifanya nikubali tu kuwa Mkristo. Ilibidi nianze kufanya utafiti ndio nikubaliane kuwa mimi ni Mkristo. Na huo utafiti nikaja kugundua kuna mapungufu mengi ambayo tunahitaji tuweze kuyarekebisha, then tuweze kwenda mbele, kwa sababu Wakristo wengi wanakuwa kuna vitu vingi hawavielewi na ni wabishi, hawataki kujifunza ila wanabisha. Ndio tatizo linapokuja. Tofauti na Waislamu. Muislamu chochote akachomwambia atakwambia nipe haya. Ukimpa haya kama kweli atakwambia sawa, nimekubaliana na wewe. It's okay. Iko namna hiyo. Kwa hiyo ndio maana ndugu zangu niko hivyo. Sasa ndio maana ukiangalia kwa mfano, nikupe mfano mdogo. Waislamu kutoka mataifa ya Uarabuni wakaanza kuhamia Ulaya, wakaanza kuhamia Marekani. Wakifika kule wanaomba wajenge misikiti, na kule mataifa ya Ulaya na Marekani na huko wanawapa wajenge hiyo misikiti. Lakini swali jiulize,
wazungu wanaotoka Ulaya waende Saudi Arabia wataruhusiwa kujenga kanisa? Kwa sababu pale Saudi Arabia hamna kanisa. Wao wanasema hii ni nchi ya Kiislamu, na kama ni nchi ya Kiislamu lazima mufuate kile tunachokitaka muweze kukifuata. Na ndio maana unakuta hata wao Wamarekani walipojaribu kuleta masuala yao ya ushoga, hususan huku Afrika na nchi ambazo zilionekana kuonyesha msimamo kuhusiana na ushoga kuwa hatuutaki, nchi kama Uganda, wao waliweka sheria kabisa, unafungwa au kunyongwa kabisa. Kama wewe ni shoga, mkianza kufanya mambo yenu hadharani huko, nyinyi mashoga, mnafungwa au mnanyongwa. Maana wao walisema, bwana, sisi tumeuliza jamii zetu ambazo ni Wakristo na Waislamu, wamesema hairuhusiwi. Kwa sisi kama bunge, kwa sababu tumechaguliwa na watu, lazima tufuate matakwa ya watu, haturuhusiwi. Wakaanza kuweka vikwazo Uganda, weka vikwazo vingi tu. Mbona Saudi Arabia hawakuiwekea vikwazo? Kwa sababu Saudi Arabia ukipatikana hivyo, unachukuliwa unapelekwa juu kwenye ghorofa juu huko, alafu unaachiliwa, unaangushwa hapo. Kiangushwa umefika chini, we ni marehemu tayari. Na hukuwasikia wakisema kuwa tunaiwekea Saudi Arabia vikwazo kwa sababu ya mafuta yaliyoko pale Saudi Arabia, wasingeweza kufanya hivyo. Kwa hiyo sasa angalia hili namna linavyokuwa. Ndio maana unakuta sasa hivi haya mataifa ya Marekani, mataifa ya Ulaya huku, Uislamu miaka ijayo huko mbeleni, yote haya yatakuwa mataifa ya Kiislamu. Kwa sababu pia tumeadapti. Kumbuka Ukristo namna ulivyoadapti kutokana na tamaduni. Kuna vitu vingine sio Mungu amesema, kuna vitu vingine ni tamaduni za watu wa magharibi ambao na wao pia ndio wameingiza ushoga, wanazaa mtoto mmoja, alafu mtoto huyo wamekuja ndugu zetu Waislamu wamekuja kumhubiria vizuri. Kwa haya matendo nayo yafanya sio matendo mazuri kwa Mungu. Wewe unakuaje shoga na wewe ni mwanaume? Sasa ukiingia kwenye Uislamu tafundishwa vizuri, utaonyeshwa upendo na nini. Huyu kwa hiari yake mwenyewe anaamua kubadilika awe Muislamu. Na tuliona vile ambavyo wenzetu wako serious sana kwenye swala hili. Lakini vipi upande wa Ukristo? Kuna userious kiasi hicho? Kwa hiyo ndugu zanguni, hatuwezi tukaanza kutafuta kwa nini Uislamu unaendelea kushika kasi duniani wakati Ukristo unaendelea kushuka. Hizo ndizo sababu, yani hakuna nyingine zaidi ya hiyo. Yani pamoja na kuwa tunawahubiria watu waweze kuokoka, ndio maana nikauliza, injili tumeacha kuhubiri? Mbona tunahubiri sana? Lakini kwa nini sasa Uislamu uendelee kushika kasi duniani? Hizo sababu ni sababu muhimu sana. Wenzetu kwanza, Uislamu kwa njia ya kuzaliwa, lakini pia Uislamu kwa kusaidiana, wanasaidiana. Nikumalizie na mfano huu. Wakati fulani taifa la Denmark, ni taifa lililoko Ulaya huku, kanisa ndilo lilikuwa linaongoza ile serikali. Wakaandamana wale wananchi, wakasema hapana, sisi tunataka sasa hivi badala ya kanisa kutuongoza, tunataka Waislamu ndio waje watuongoze. Upande wa mataifa ya Kiarabu, Waarabu hawa wakawapa vijana wao fedha waingie kule Denmark, alafu wakifika waoe madada au wadada wa kizungu, alafu wazae nao watoto sio chini ya watoto 6 na kuendelea. Na hawa vijana wakapewa fedha, wakawafandi, yani hawa vijana, kwa sababu walisema lengo ni kutaka kukuza Uislamu, dini hii ya Mwenyezi Mungu, ili ienee duniani kote, kwa sababu ndilo jukumu walilonalo. Kama vile Ukristo ulivyo na jukumu, tunavyosema enendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Yesu Kristo aliacha hilo agizo. Kwa hiyo na wao wana hivyo kuwa lazima Uislamu uweze kufanyaje? Kuenea, kwa sababu wao wanavyoeneza Uislamu, kwa sababu Uislamu ni dini ya haki. Ndicho ambacho msahafu wao unavyoongea kwa mujibu wa maandiko yao matakatifu. Kwa hiyo ndivyo kwa wakaingia huku Denmark, wakaoa vijana, wanaoa mabinti wa kizungu. Akioa huyo binti wa kizungu, yani ni mfululizo, binti wa kizungu anatakiwa azae watoto sio chini ya 6. Na kumbuka, watoto hawa wakizaliwa hawawi wa Kristo, wanakuwa ni Waislamu, kwa sababu utafuata kwa baba. Kwa mujibu wa dini ya Kiislamu, mwanamke hana dini. Ndivyo hivyo inavyoongelewa. Kwa hiyo hata kama ni Mkristo ameenda ameolewa kule kwenye Uislamu, automatic itabidi afuate kule. Hata kama ataendelea, yule Muislamu atamruhusu aendelee kwenda kanisani, lakini inabidi afuate taratibu zote, avae vizuri kama Waislamu wanavyovaa, kujisitiri mwili mzima. Kwa hiyo haya sasa ndiyo yanayopelekea na kusababisha hivyo. Sasa unataka kuniambia taifa la Denmark huku mbele linakokuja itakuwaje? Kwa hiyo ndugu zanguni, tusianze kusema sijui nini na nini. Hapana, hizo ndizo sababu kubwa za Uislamu kuweza kukua duniani. Sasa ndio sababu hizo haswa. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki.